Kufuatia kifo tata cha kijana Cleophas Owiso, mkazi wa mtaa wa Orkungi kata ya Muriet mkoani Arusha, aliyekutwa amejinyonga nyumbani kwake, huku chanzo kikidaiwa ni mke wake kumshinikiza kumlipia mahari. Ushauri umetolewa kwa viongozi wa dini kutumia busara na hekima katika kutafuta suluhu ya migogoro kwenye ndoa za waumini wao. Taarifa zaidi na mwanahabari wetu Msagati Julius kutoka Arusha. Kifo tata cha kijana Cleophas Owiso kimetokea tarehe 26 ya mwezi Disemba mwaka 2025 alipokutwa akiwa amejinyonga hadi kufa kwa kutumia waya. Inaelezwa kuwa mke wa marehemu Cleophas alipata mafundisho kutoka kwa kiongozi wa dini mahali anaposali ya kuwa ndoa yake haitambuliki na haina baraka kwani hajalipiwa mahali. Hatua iliyopelekea mama huyo kupeleka msimamo kutoka kuondoka kwa mume wake na kurudi nyumbani kwao hadi pale atakapolipiwa mahali. Lakini Cleophas na mke wake wamedumu kwa muda wa miaka 8 na kubarikiwa watoto 3. Wanaposema kila mmoja anaposema la kwake, hatujalidhibitisha hilo na ingekuwa rasmi. Nao pia wanazungumza majirani, na zile taarifa za awali ni kwamba ndugu yetu alifanya hicho alichokifanya au mauti ulimfika kutokana na kwamba walikuwa na mgogoro wa kifamilia huo, ikiwa na maana kwamba mama alitaka hawezi kulipiwa mahari. Lakini hao viongozi wa dini, kwa sababu kwa njia moja au nyingine wanapotoa mafunzo ya ndoa na nini, basi wajitahidi basi hata kutengeneza kwanza ukaribu na wahusika, au kuwaita wote kwa pamoja, mwashauri, kuwaelekeza, na hata pia wanapofanya yale maamuzi yao ya mwisho, pia na wenyewe kwa njia moja au nyingine washiriki kwenye hatua hizo za kufanya maamuzi ya mwisho. Nilikuwa na fikiri kwamba itakuwa ni busara, ukisha kutana na jambo la namna hiyo, fuatilia ile ndoa kwanza, ujue mazingira yao, wana hali gani ya kimaisha. Fuatilia historia, kama mtu ameishi na mtu mpaka akawa na watoto zaidi ya 1, 2 au 3, mpaka leo umemkuta huyu mtu akiwa anaishi kwenye ndoa, mimi ningefikiri ni busara kwamba watumishi wa Mungu, hata kama kuna jambo kama hilo, ni moja ya mafundisho, lazima mafundisho ya Kikristo ni kwamba ni kufundisha wanaume au wanandoa waishi kwenye ndoa kwa misingi ya haki na halali. Kwa upande wake, mwenyekiti wa mtaa wa Orkungi amekiri kulifahamu tukio hili, huku akitoa ushauri kwa jamii kusuluhisha kwa amani migogoro ya ndoa ama kushirikisha wenye hekima. Baada ya kupata taarifa, nilichukua hatua ya kufika kwenye eneo la tukio, na nilipofika kwenye eneo la tukio nilimkuta marehemu amelala chini, na baada ya kuuliza kulikoni, nikaambiwa kwamba amejitundika ndani kwake kwa kutumia waya ya umeme. Kwa hiyo hicho ndicho kilichotokea. Mimi naamini kwamba mahari sio kigezo cha kugombanisha ndoa au cha kufarakanisha ndoa, kwa sababu ndoa ni makubaliano ya watu wawili waishi pamoja. Wengine unaweza hata wasilipe mahari kabisa, lakini wakaishi kwa sababu ni makubaliano. Kutokulipa mahari haiwezi kuvuruga amani ya ndani ya nyumba. Mahari italipwa tu, na mahari ni makubaliano. Kama mke na mume wamekaa, wametafuta maisha, wameona kwamba sasa wanafaa kwenda kwa wazazi, wanaweza wakapanga pamoja, wakaenda wakalipa mahari kile kiasi ambacho wameweza kukilipa kwa wakati huo. Kijana Cleophas Owiso alizaliwa Septemba mosi mwaka 1990 na kukutwa na mauti siku ya tarehe 26 ya mwezi Disemba mwaka 2025. Na hapa ndipo yalipo makazi yake. Hapa ni mtaa wa Orkungi, wilayani Arusha, mkoani Arusha. Langu jina Msagati Julius, EATV.